Bwana, mambo vipi? Karibu tena ni kwa mara nyingine ndani ya NBC Soka Summary. Na leo tunayo fursa ya kipekee kabisa. Tumetembelewa na mwanadada, ameingia mjengoni kwa wadhamini wa ligi kuu ya NBC. Huyu si mwingine ni Christina Mwagala. Sura sio ngeni katika wale ambao ni wafuatiliaji wa ligi kuu ya NBC. Yeye huwa anakuambia kwanza kwa salamu ya pamoja kutoka kwa watu wa TRA United. Na kusalimu kwa kwa jina la TRA United Sports Club. Kodi yetu, maendeleo yetu. Unajisikiaje Christina? Najisikia vizuri, lakini kubwa zaidi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho anaendelea kunibariki katika maisha yangu, lakini pia katika utendaji wangu wa kazi. Kwa hiyo anafanya naamka nikiwa mzima na afya njema na kuweza kuwa na uwezo wa kufikiria zaidi kuhusiana nini ambacho naweza kwenda kuifanya kwa siku ya leo. Kwa sababu ukiamka ukiwa mgonjwa hauwezi kufanya chochote. Karibu sana NBC guys. Asante, nashukuru. Leo mimi ni shabiki yako mkubwa sana. Asante, nashukuru. Kufuatilia kazi ambayo unaifanya tangu ukiwa Tabora United na hapo ndio umeshafanya KMC. Labda kwa ufupi sana, safari yako ya kuingia kwenye ulimwengu wa soka, sasa soka la nyumbani, kwa sababu katika vilabu 16 vya ligi kuu ya NBC, msemaji ambaye ni mwanamke ni wewe peke yako. Sahihi kabisa. Sasa ni nini ambacho kilikuinspire mpaka unaamua kuingia kwenye ulingo huu wa soka? Kimsingi niseme tu kwamba kwanza kitu ambacho kinaitwa mpira wa miguu au michezo kwa ujumla kabisa, ni kitu ambacho kusema ukweli nakipenda. Yaani kiko kwenye damu. Yaani nimekuwa mfuatiliaji mzuri sana wa michezo, hasa mpira wa miguu. Taingia niko nasoma shule ya msingi, sekondari, chuo. Umeshawahi kucheza? Hapana, kwa kucheza ile labda netball, lakini sio ile mpira wa kupiga hivi, mpira wa wanawake ule kama ambao sasa hivi tunaona mabinti wanacheza soka la wanawake, na limekuwa likifanya vizuri na kuna mabinti wengi wazuri ambao nawaona wanafanya vizuri, lakini mimi sikuwahi kupita huko. Mimi labda zile netball za shule hivi, si hivi, yaani hivyo. Kwa hiyo nakumbuka mwaka 2019 mimi nimewahi kufanya kazi manispaa ya Kinondoni. Sawa. Kama mtumishi wa mkataba. Okay. Katika idara ya habari. Lakini baadaye mkurugenzi wakati huo alikuwa anaitwa Aaron Kagunu Mjuri. Sawa. Ndio alikuwa mkurugenzi wa manispaa ya Kinondoni. Kwa hiyo aliniambia siku moja, alinipa barua kaniambia nataka nikuhamishie majukumu ya kukutoa huku wakati KMC ndio inaingia msimu wa pili. Okay. Kwenye ligi kuu. Sawa. Kwa hiyo akaniambia nataka nikutoe huku kwenye halmashauri nikupeleke kule kwenye timu. Nikamwambia sawa, kwa sababu ni kitu ambacho sikuwahi kukifanya. Kwa hiyo sikuweza kusema siwezi na nini, lakini yeye alichokifanya alinipa kauli ya kishujaa. Kauli ya kunipa hamasa na kunipa morali na ya kunipa kujiamini zaidi ili kwenda kufanya. Akaniambia cha kwanza, kwenye mpira hakuna mtu ambaye ni msemaji wa kike. Kwa hiyo nataka uende ukapambane, ukaifanye timu ya KMC watu waweze kuijua zaidi. Lakini pia hata kama yani usiende kuwa na hofu, yani usijenge kwamba mimi ndo mara yangu ya kwanza nafanya hii kazi, hapana. Lakini hata kama itokeo umefungwa au hata kama timu unakwenda kucheza nayo ni timu unaona kabisa ina uwezo mkubwa kiasi gani kuliko sisi, wewe unaambia tu kwamba nitakwenda kuwapa kipigo cha mbwa koko. Kipigo cha mbwa koko. Kipigo cha mbwa koko. Kipigo cha mbwa koko. Kwa hiyo kupitia kauli zile na maneno yale na busara zile, kusema ukweli zilinijenga. Kwa hiyo zikanitoa ile katika hofu. Lakini katika huku kwenye swala la, kwa sababu mimi professional ni mwandishi wa habari, kwa hiyo kwenye vile vitu vya ethics nikawa najua kwamba kwenye michezo huku nikawa bado sija master zaidi. Kwa hiyo lazima niangalie watu ambao wanaweza wakawa wana uwezo wa kunifanya na mimi niweze kufanya vizuri. Kwa nikawa naangalia wale watu wangu sasa, huyu kwenye mpira na uzuri
kabla ya kwenda manispaa mimi nimesha kufanya kazi kwenye magazeti. Okay. Ya, kwa hiyo kwenye magazeti kule nilikuwa nafanya na waandishi ambao walikuwa wanafanya kazi za wanaandika habari za michezo. Kwa hiyo na mimi nilikuwa siku tuna mechi labda, kuna mechi natoka kwenye gari, wao sasa si wanaenda kufanya coverage. Kwa hiyo na mimi tunaondoka nao. Tunaenda kuangalia mpira. Yaani hivyo. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine pia nikajikuta nipo. Yaani ni kitu ambacho sio kigeni sana, lakini sasa ile confidence ya kusema kwamba sasa nataka nitoke front kwenye public na kwenda kuizungumzia timu. Sasa. Kwa ile ndo mkurugenzi akawa ameniwekea hicho kitu. Kwa hiyo kusema ukweli, kuanzia pale mimi ndio safari yangu ya mpira au safari yangu ya kuvisemea vilabu au safari yangu mimi ya kuonekana sasa kwenye jamii kwamba kuna mtoto wa kike anaitwa Christina Mwagala, ni msemaji wa timu fulani. Kwa hiyo pale nikaanza kutambulika. Safi kabisa. Okay, mbali na yote kazi ambayo unaifanya kama afisa habari, Ulaya unashabikia timu gani? Arsenal. Wanaongoza ligi, mabingwa na msimu tunachukua. Wanachukua kweli wale? Tunachukua. Sidhani. Mimi ni shabiki wa Chelsea. Sidhani kama mtatoboa. Kutoboa tunatoboa. Sasa okay, kwenye kibongo unashabikia timu gani ukiacha na kazi ambayo unaifanya, kwa sababu kuna kazi afu kuna ushabiki? Mimi kibongo niko TRA. Uko TRA. Ndio timu ambayo unaipenda? Ndio timu ambayo ninaipenda. Sasa kabla ya hapo TRA haikuwa. Ni sawa, lakini sasa ndio niko hapo nafanya kazi. Ndio timu yangu. Ndio timu yako. Timu ya ndoto zako. Yaani timu ya ndoto zangu, timu ambayo natamani nione inafanya vizuri kila msimu. Kwenye timu zote ambazo nimewahi kupita, hii ni timu yangu ya tatu naweza nikasema. Nilifanya KMC misimu 4. Ndio. Nilifanya Tabora misimu 2. Nilifanya kwa ubora sana Tabora. Yes. Huu ni msimu wa 3. Sawa. Kwa timu kama timu. Kwa TRA ni msimu wa kwanza. Kwa hiyo na misimu 7. Nipo kwenye hii game ya usemaji. Kwenye game kitambo. Hii game yani na miaka 7. Nani anakupa changamoto kubwa kwenye kazi yako hii? Yaani nani ambaye waga yeye anakupa changamoto kwenye mwenye maneno ambayo anakufanya anakukera au ambaye? Hamna. Kabisa. Hakuna hata mmoja. Wakati uko Tabora United? Yaani nakwambia hakuna. Zaidi mimi ndo nawapa wao changamoto. Unawapa changamoto. Kwa wale akina jamaa wa Simba wale. Hakuna hata mmoja. Wakati uko Tabora United, kuna kipindi kulikuwa kuna moto sana wakati Yanga wamekuja Tabora pale. Yakatokea hili na lile, wakashambuliwa viongozi wa Tabora United, wakawa wamewakingia vifua, wakapiga maneno pale kwamba msemaji wa timu ambayo ilikuwa imekuja kipindi hicho alikuwa amekuja Yanga. Nakumbuka mpaka kaleta maneno mengi. Kitu gani ambacho ulijifunza kwenye ile sakata? Huu ni mpira. Na mpira unakuwa na taswira nyingi. Na mpira wa miguu siku zote huwa ni furaha. Dakika 90 zinaweza zikakupa vitu viwili. Zikakupa maumivu ama zikakupa furaha. Kwa hiyo unatakiwa unatakiwa ujaribu kuishi kwenye hivyo vitu vyote. Sasa na kwenye mpira tunapaswa kurespect. Sasa. Yaani sisi maafisa habari tunakuwa na mipaka. Tunatakiwa tuhamasishe, tunatakiwa tuzungumze. Lakini tunatakiwa kuwa na mipaka. Yaani katika mipaka yetu kuna vitu vinatakiwa kuzungumza na kuna vitu havipaswi kuzungumza. Kwa hiyo vile ambavyo vinapaswa kuzungumza wewe vizungumze. Vile ambavyo havipaswi kuzungumza usivizungumze. Kama unaona kuna kiongozi ama kuna mtu ambaye hauwezi kulink, usiweze kuzungumza kitu chochote. Kwa hiyo kwenye mpira tunasema kwamba mpira una socialize katika worldwide. Na ni katika mchezo ambao unapendwa zaidi duniani kuliko wote. Mimi ukiangalia kwanzia napata ufahamu wa kukua mpaka yani nimekuwa shule ya msingi, sekondari mpaka chuo. Nimetoka chuo sasa nimeingia kwenye pilika sasa za kutafuta mkate wa kila siku. Kuna idadi kubwa ya watu kila siku naona inazidi kuongezeka ambao wanapenda mpira. Tofauti na vile ambavyo ilivyokuwa mwanzo. Na ukiangalia sasa hivi kumekuwa na watu wengi sana ambao wanafuatilia mpira. Na kila mtu, kuna watu ambao labda ulikuwa haujui wanajinasibu kwa rangi ipi. Kwa hiyo sasa hivi kila mtu unajua kumbe fulani yupo upande huu, fulani yupo upande huu. Kwa hiyo kwenye swala zima la soka ni furaha, mpira ni amani, na ndio maana tunasema play fair, be positive. Si ndio? Kauli mbiu ya Shirikisho la Soka Tanzania. Tunaambiwa play fair, be positive.
Kwa unapoambiwa fly fair, be positive, unatakiwa ni kauli mbiu ambayo inajieleza na inakupa mipaka kwamba be positive, play fair sio sehemu ambayo mtu hautakiwi kufanya kitu unachopenda kukifanya. Unaweza ukamuumiza mtu, unaweza ukafanya kitu chochote. Kwa hiyo ndio maana unaambiwa uwe fair. Kwa hiyo kitu ambacho kinanifundisha ama ambacho nimejifunza, unapaswa kuweka mipaka. Yaani mimi hata kama inakuzuia kiasi gani, lakini ninapokuja kuangalia sasa, kuna ile kwamba tunakutana tutaongea kama washikaji, si ndio? Lakini kuna point sitaki kukuzoea zaidi hapo. Mimi ni msemaji wa taasisi au msemaji wa nini, kuna vitu natakiwa nikavizungumze, lakini sitaki kuvuka mipaka. Ndio ile unaambiwa kwamba mbwembwe nyingi zikizidi kwenye mboga unajikuta unatoa boko kuliko kile kitu ambacho ulikuwa umekusudia kukifanya. Ndio kitu ambacho wasemaji nitajia wasemaji wako watatu bora katika ligi kuu ya NBC. Wasemaji wangu watatu bora ambao unawakubali maafisa habari ambao wanafanya vizuri na unawakubali wewe personally, unaipenda kazi yao. Wa kwanza mimi mwenyewe Christina Mwagara, msemaji wa timu ya TRA. Wa pili Ahmed Ali, msemaji wa Simba Sports Club. Sana. Namba 2 wewe. Yes. Alafu namba 3 nampa mkongwe. Zaka za kazi. Yule unajua hadi umri pia katuzidi. Sawa. Kwa hiyo namba 3 yako, top 3 yako wasemaji ni Christina Mwagara namba 1. Yaani sema Christina Mwagara namba 1. Namba 1 Christina. Namba 2 Ahmed Ali. Namba 3 Zaka za kazi. Hao ndio watu nao. Yule ni mkongwe, yani hata umri katuzidi. Imekuja sasa mezani, imekuja offer. Simba wamekufuata, Yanga wamekufuata. Ofa zao zinafanana, wanataka ukawe msemaji wa vilabu vyao. Simba na Yanga kwa wakati mmoja wamekupa ofa mezani. Zote zinafanana. Dau. Utachagua timu gani? Mimi nabaki TRA. Baki TRA. Nipo TRA. Pema kabisa. Yaani niko TRA. Basi tuashumu wewe haufanyi kazi TRA. Yaani sasa ndio nafanya kazi TRA. Siwezi kuashumu kwa sababu bado nipo TRA nafanya kazi kwenye timu ya TRA United Sports Club. Hapo wewe siwezi kuashumu kusema kwamba tuashumu. Yaani siwezi kuashumu kwa sababu hicho unachokiashumu sio kweli. Yaani ambacho uhalisia nipo kwa sasa hivi, mimi ni msemaji wa timu ya TRA United Sports Club. Safi. Kwa hiyo siwezi kuwa na fikra za kusema nataka kwenda timu fulani na hapana. Mwenendo wa ligi unauonaje kwa msimu huu? Tunaelekea kwenye mechi ya Kariakoo Derby ambayo inaenda kuchezwa tarehe 1. Mchezo huu unaupa uzito kiasi gani katika ligi kuu ya NBC? Nimeshafuatilia sana hizi mechi hizi za derby ya Kariakoo, lakini kama mdau wa mpira ni mechi ambazo huwa hazitabiriki. Yaani ni mechi, yani kwa wale mashabiki sio wale uwezi ukatoka huko unasema naenda na matokeo kwamba timu fulani leo lazima itashinda, timu fulani itapoteza. Ni mechi ambazo kusema ukweli zile mechi huwa zinajiamua zenyewe dakika 90. Sawa. Nyinyi huku mnaweza mkawa mmefanya vitu vyenu vingi, mkajiandaa, mkatenda hamasa, motisha, nini, yani mkafanya kila ambacho mnastahili kukifanya. Lakini mwisho wa siku ile mechi huwa inaamuliwa pale dakika 90. Kama hizo dakika 90 zinapigwa Benjamin Mkapa, basi zitaamuliwa pale. Kama zinapigwa Zanzibar, basi zinaamuliwa pale. Kama zinapigwa Azam Complex, basi zitaamuliwa pale. Kwa hiyo hakujawahi kuwa na dakika 90 tangu nimeanza kufuatilia mpira. Tangia nimeingia yani nimekuwa kwenye mpira, sijawahi kuona kwamba eti leo bwana timu fulani, hapana. Yani ile ni mechi ambazo huwa hazitabiriki. Umenipa jibu la general. Amekwambia sasa mtu unarusha shilingi yako kwa nani? Kuangalia fomu ya Yanga waliokuwa nayo na Simba usajili waliofanya dirisha dogo. Kila mtu anatamba kwa wakati wake. Unarusha shilingi yako kwa nani hapo kushinda mechi? Mimi siwezi kurusha shilingi kwa kila mtu. Mimi nawasubiri tutakapokutana mimi. Au sio? TRA na Yanga, TRA na Simba. Mimi nitatengeneza bado sijakutana nao. Mimi nitarusha shilingi pale ambapo nakutana nao. Basi. Ya TRA against Simba. TRA against Young Africans. Kwa hiyo hapo nitakwambia leo hapa lazima kipigwe. Yaani hapa lazima tuchukue pointi 3.
Lakini kwenye huku kwa upande kwenye timu zao huku acha wafu wazike wafu wenzao. Wafu wazikane. Yes, wafu wazikane wenyewe. Sasa okay, na swali langu leo la mwisho la kizushi. Unaweza kunipangia kikosi cha pamoja umeunganisha timu ya Yanga na timu ya Simba kulinganisha, ukiangalia ubora wa wachezaji ambao Simba wamewasajili. Simba sasa hivi wanakuambia wana mawinga wanakimbia hatari. Yanga nao wamefanya usajili wao, waliondoa wachezaji ambao walikuwa wamewasajili msimu uliopita. Nitaje kikosi chako cha watu 11 kutoka Simba na Yanga, wachezaji ambao unaona wanaweza kwa ubora wakatengeneza kikosi cha muunganiko. Kwa bahati mbaya sana siwezi kupanga kikosi cha timu ambayo hainihusu. Yani sasa hapo nimekuuliza kama shabiki ni sawa, yani ni kama mimi sio shabiki wa mpira. Mimi ni kiongozi wa timu ya mpira wa miguu. Tunaizungumzia TRA United Sports Club. Si kwa shabiki. Ukiuliza kwenye upande wa shabiki nitakwambia katika timu za Ulaya. Ndio maana mwanzo nimekwambia mimi ni shabiki na mpenzi wa timu ya Arsenal. Si ndiye? Lakini kwa hapa niko TRA United Sports Club. Kwa kusema kwamba kwa kupanga kikosi, mimi mara nyingi sana huwa na appreciate wachezaji wote, kwa sababu kila timu huwa inasajili wachezaji wazuri. Na upinzani unakwenda kukutana nao kwenye dakika 90. Kwa hiyo ukiziangalia timu zote, na hakuna timu ambayo imefanya usajili mzuri zaidi ya TRA kabisa. Yani timu zote wanasubiri, lakini TRA United Sports Club ndio timu pekee ambayo imeweza kufanya usajili mzuri, usajili bora. Isipokuwa tu hatujapata ule wakati mzuri, upepo wa kupata matokeo. Unaweza kuwa umefanya usajili mzuri lakini matokeo yasiyo upande wako. Kwa hiyo sisi tumekuwa na kile kipindi cha kupata matokeo ya kipindi. Yani kwamba tunaweza tukacheza mechi 2 tukashinda, mechi 2 mechi moja tukapoteza, nyingine tukatoka sare. Yani hatujawa na ile consistency ya kusema kwamba kama tunakwenda kwa kushinda basi tunaondoka na ushindi. Yani non stop. Hiyo consistency bado ndio ambayo kwa sasa hivi kocha wetu mkuu Etienne Dairagije anaandaa timu hivi sasa iko Arusha. Kwa hiyo yupo anaandaa timu kwa ajili ya kutengeneza sasa ile consistency. Tumetoka kufanya vibaya mechi 2 za ligi, mechi dhidi ya Mbeya City na mechi dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo katika hizo mechi kwa huu muda ambao sasa hivi tunatengeneza sasa ile timu, yani tunatengeneza ule muunganiko, ili tukianza mechi ya tarehe 20 dhidi ya Rhino Rangers, michuano ya FA, baada ya pale ina maana kwamba tunakuwa tumeshajenga daraja ama tumeshajenga msingi wetu, kwa sababu wachezaji wote wale ambao wameingia maingizo mapya katika dirisha dogo, lakini pia na wale walikuwa dirisha kubwa, ina maana tumewatengeneza pamoja. Ina maana tunatengeneza ile unique team ambayo inakwenda sasa kufanya kazi ya kuweza sisi kutupatia matokeo mazuri. Kwa hiyo kwa kusema naweza nikapanga timu ya pinzani, siwezi nikapanga, kwa sababu wale wapo katika mifumo yao, wapo katika utayari wao wa kujiandaa kufanya. By then kila timu ina wachezaji wazuri. Kwa hiyo swala kusema kwamba tunaweza tukawa na timu ya namna gani, mimi naona TRA ndio bora zaidi. Na hata hiyo timu yetu ya TRA, ukichukua wachezaji wa TRA ukamwambia kachezeni dabi pale, lazima TRA ishinde. Yes. Mapema. Ya mapema asubuhi kabisa lazima TRA ishinde. Okay, safi sana. Ni changamoto gani ambazo mnazipata mkiwa mnajiandaa kwenye mechi dhidi ya Simba au mechi dhidi ya Yanga? Changamoto zinakuwa ni zile za mechi za kawaida. Kwa sababu unapokwenda kuandaa timu, unaandaa timu ili uweze kwenda kupata matokeo. Hakuna kocha ama hakuna taasisi ama management ya timu inajiandaa kwenda kupoteza. Inapotokea kwenda kupoteza, basi imekuwa ni kama bahati mbaya. Kwa siku ile tunasema siku mbaya kazini. Okay. Lakini once ambacho kinakuwepo ni kwamba unapokwenda kupoteza ile mechi, ni mechi aina yoyote, tunasio mechi 2. Kwa sababu mimi ukisema kwamba timu hizi 2 ukinapoteza na kueje, ukipoteza na kwa umepoteza pointi 3 kwa Simba, pointi 3 kwa Yanga. Si ndio? Nikishinda napata pointi 3 kwa Yanga, napata pointi 3 kwa Simba. Kwa hiyo katika general maandalizi huwa tunajiandaa katika muktadha wa kwenda kushinda. Sasa ile approach mnaendaje kwenye ule mchezo ndio unaangalia. Tunacheza hawa wamekuwa na background yao labda ni ya kupoteza. Sawa au labda ni ya kushinda. Ushaelewa? Kwa hiyo lazima sisi twende na kama background yao imekuwa ni ya kupoteza,
mechi 2-3 huko nyuma, ama hawajafanya vizuri katika mashindano fulani, basi na maana wewe unatakiwa ujiandae zaidi. Sawa, kwa sababu yule anakuja kule ana hasira. Mathalan sasa hivi tuna viporo. Tuna kiporo na Simba, tuna kiporo na Yanga. Hivi ni viporo ambavyo tunahitaji tule bila kachumbari. Ni viporo ambavyo tunataka tule bila ndimu. Ni viporo ambavyo tunataka tule, yani sisi tukizungumza TRA ni timu ya Tanzania. Tunataka tuwaambie Watanzania kwamba tuna timu moja tu ambayo Watanzania mnatakiwa kuwa support. Au yani ambao tunatakiwa kuwa nayo katika ukaribu zaidi, ambao ni TRA United Sports Club. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tunaitaka tuwachukue wale wa Tanzania, kwa sababu ni timu ya Tanzania wote. Watanzania ambao wasema kwamba mimi timu yangu ni timu fulani. Tunataka wote tuwavute wawe yani wawe na ile hamasa kubwa na timu ya TRA. Kwa hiyo sisi tunasubiri kwa hamu. Umeelewa? Na nilikuwa najua hawa hawatoboi. Lazima watafanya nini? Wataishia njiani. Kwa hiyo wameshaishia njiani. Wanaishia njiani kwenda. Wote hawezi walikuwa nilikuwa najua kwamba kwa level hii, kwa hatua hii ambayo wamefikia, hakuna mtu ambaye anatoboa. Kwa hiyo sasa kutoboa kwenda kusonga mbele huko ambako walikuwa wanatafuta kwenda. Kwa sasa kwa sababu hawajatoboa, sasa warudi nyumbani hapa. Tuanze kula vile viporo ambavyo vipo. Sawa? Tunataka tuanze kula viporo, na sisi TRA tunaandaa kabisa, tunajiandaa kabisa. Hatuli hivyo viporo kwa kutumia ndimu wala kachumbari. Yaani tunakula viporo vikavu. Ushakula ugali, kiporo cha ugali. Unapiga ugali unaupasha na unaupasha, yani tena hata kupasha upashi unaula vile vile. Safi sana. Yes. Kwa Yanga na Simba wajipange. Leo naomba neno la mwisho kuelekea mchezo wa Simba na Yanga tarehe 1 hiyo match. Neno lako la mwisho wa Tanzania. Mimi kikubwa ambacho napenda tu kuambia waende uwanjani wakasupport timu zao. Lakini najua furaha pekee ambao wanaweza kupata, wanaipata furaha katika timu ya TRA United Sports Club. Yaani wao huko waende tu wakatazame mechi, lakini furaha ambayo ipo ni katika timu ya TRA United Sports Club. Naam, yalikuwa ni mazungumzo mafupi na matamu tukiwa na msemaji nguli kabisa, mwanadada Christina Mwagala kutoka TRA United ya ligi kuu ya NBC. Wamekuwa wakifanya vizuri sana na usajili wao, kama ambavyo mmekuwa mkifuatilia. Wamekuwa wakifanya sajili bora sana kuanzia dirisha kubwa, dirisha dogo mpaka sasa, wakiwa wanaendelea kupambana na kujipapatua na mechi kali ambazo zinaendelea ndani ya ligi kuu ya NBC. Ulikuwa nami Hugo Nation, ama ukipenda niite box midfielder, nipe ngumu nikupe nyepesi. Tukutane wakati ujao. Bye bye.